أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, siku hizi pale ambapo kuna faida ya mtandao wa kijamii na inachukuliwa faida kutoka kwake, wakati huo huo yanatokea baadhi ya mambo pia yanayouzi, na wakichukua faida siku hizi wapinzani wanasema mabaya sana dhidi ya jumuiya ya Ahmadiyya. Wanatamka uongo na matusi dhidi ya Hatmasihe Maud alayhi wassalam, ambayo kwa kuyasikia yote moyo wa Ahmadiyya unauzika mno. Na kisha katika kuwajibu, wapo baadhi ya Waahmadiyya pia wanaotoa majibu yao katika njia isiyofaa, hata kama nia yao iwe njema. Hata hivyo, saa nyingine yanatoka baadhi ya maneno kinywani mwao ambayo yanaweza kuchukuliwa kwa maana tofauti. Huo si mwenendo wetu na mwanajumuiya anatakiwa kuepukana nao. Si kazi yetu kutumia lugha mbaya au kuwapa majibu kwa njia fulani ambapo bila makusudi yatoke maneno kinywani mwetu ambayo kwa njia yoyote katika rangi yoyote yawe sababu ya kuvunja heshima ya mtu, na wapinzani wakichukua faida yake waendelee kusema ya kwamba sisi, Mungu apishe mbali, ni wenye kuvunja heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au ni wenye kuvunja heshima ya maswahaba watukufu. Hali daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na daraja ya maswahaba iliyomo moyoni mwetu, wao hawana hata sehemu yake kiasi cha chembe. Kila kitu chetu kinajitolea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiye Khatamul Anbiya ambaye ni mpendwa wa Mwenyezi Mungu na nabii wa mwisho, na maswahaba zake watukufu. Hatmasihe Maud alayhi wassalam katika sehemu nyingi ameandika maneno ambayo ni kinyume na zidi ya fikra ya wapinzani hawa, wapinzani wetu ambao wanazungumzia. Basi katika mioyo yetu tuna daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hakuna awezaye kuifikia, na sio yeye tu bali tuna daraja kubwa ya na tukufu ya maswahaba zake, na kila Ahmadiyya anatakiwa kulizingatia, na kila Ahmadiyya anatakiwa kujiepusha na tabia ya kusema au kutamka maneno ambayo yanaweza kuleta fikra isiyo sahihi. Baadhi ya wanajumuiya wanafikiria kwamba sisi tumezuhirisha ghera kubwa kwa kuwapa jibu. Wakiulizwa wanatoa jibu hili tu, hali ghera hiyo ya kijina ni ujahilia, na mtu yeyote akiwa Ahmadiyya anaongea namna hiyo, jambo ambalo linaweza kuchukuliwa kwa maana isiyo sahihi, basi yeye ni mwenye kumzalilisha Hatmasihe Maud na jumuiya. Hatmasihe Maud
alaihissalatu wassalam anasema ya kwamba mnatakiwa kufanya subira na daima mnatakiwa kuonyesha subira. sehemu moja alisema watu hawa wananitusi, lakini mimi sijali matusi yao wala kusikitika juu yao, kwani wao wameshindwa na hawana njia yoyote ya kuficha kushindwa kwao isipokuwa watamke matusi. watu hawa wanatumia njia hiyo kwani hawana dalili wala hoja yoyote, hivyo wanataka kunitukana tu. anasema walete fatua ya ukafiri, waunde kesi za uongo na walete shutma na tuhuma za aina aina, wakitumia nguvu zao zote waje kushindana nami, na kisha waone kwamba hukumu ya mwisho itatokea katika haki ya nani. juhudi mnayotaka kufanya fanyeni, lakini mungu yu pamoja nami na uamuzi wa mwisho itaonekana tu upande gani. alisema kwamba nikianza kujali matusi yao, kazi halisi ambayo allah amenikabizi itabaki. hivyo pale ambapo sijali matusi yao, wakati huo huo mimi na isihi jamaati yangu ya kwamba yawapasa kusikiliza matusi yao na kuyavumilia, na jibu la tusi wasilitoe kwa tusi, kwani kwa njia hiyo baraka inaondoka. wao wadhihirishe mfano wa subira na uvumilivu na waonyeshe hulka zao kwa yakini. kumbukeni ya kwamba kuna uadui wa kutisha zidi ya akili na jaziba. mtu anapopata hasira na jaziba anakosa akili, lakini anayesubiri na kuonyesha mfano wa uvumilivu, yeye anajaaliwa nuru ambayo kwayo mwanga mpya unazwalika kwenye akili na ubongo wake, na kisha kutoka nuru ile nuru inazalika katika hali ya hasira na jaziba. kwa kuwa moyo na ubongo vinakumbwa na giza, hivyo giza linatoka kutoka giza. basi hilo ni somo ambalo daima tunatakiwa kulikumbuka, na baadhi ya watu wanaojifanya kuwa ulamaa na wanaanza kutoa majibu juu ya mtandao wa kijamii, na mashekh wa kijina wa wale wasio wa ahmadia wanapoleta shutma wa ahmadia hawa wanaanza kutoa majibu yao. wanatakiwa kuepukana na tabia hiyo, na kama wanataka kutafuta majibu basi waje kuwauliza maulamaa na wengine ambao wana elimu ya kutosha ya jamaat na vitabu vya jamaat, na majibu yatolewe ambayo kwa kweli yawe mazito na yawe yenye kukatalia na kufutulia mbali shutuma na tuhuma zao. mafundisho ya masihi maud alaihi wassalam ambayo kwa hakika ni mafundisho sahihi ya islam wayafuate, la sivyo nini mukiwa katika jumuiya kisha mtakuwa sababu ya kuizalisha jamaat. mwenyezi mungu atusalimishe na shari ya wanashari na awajalie akili ambao ni wenye kuonyesha ghera ya uongo, na saa nyingine bila sababu yoyote wakitumia baadhi ya maneno wanakuwa sababu ya kusambaza fitna na ufisadi. sisi badala ya kutoa majibu juu ya mtandao wa kijamii tuiname kwa allah, tuswali swala zetu kwa kuziboresha, tulete uchungu katika sijda zetu ambayo kwayo ghera ya mwenyezi mungu ichangamke haraka. sisi kwa haraka sana tunaweza kupata matokeo mazuri zaidi kuliko hayo matokeo ambayo watu hawa wanataka kuyapata kwa kuwapa majibu. hivyo kila ahmadhia anapaswa kujiepusha nayo, ya kwamba wasiongelee mambo ambayo yawape adui nafasi ya kufanya propaganda zidi ya wahmadia, kwamba wahmadia wamesema haya na yale. hulka zetu zinatakiwa kuwa juu sana, na mtu asiye na hulka njema yeye hajatimiza haki ya baiati ya masihi maud alaihi wassalam. basi yatupasa kujichunguza, kila mmoja aone na atafakari
na badala ya kutoa majibu yasiyofaa mujielekeze kufanya maombi. Mwenyezi Mungu atujalie sote na shari za wapinzani afanye ziwarudie kwao na atusalimishe nazo. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.